nzuri sana kwa halmashauri ya manispaa Mpanda, lakini na hata wa taasisi pia tunao wazuri. Kwa hiyo jukumu letu ni kuhakikisha hizi fedha pamoja na kutafsiri miongozo na maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais anayatoa katika njia iliyo sahihi. Mheshimiwa Mstahiki Meya, mimi nitakuwa na machache ya kuzungumza. Jambo la kwanza ni wakumbushe waheshimiwa Mheshimiwa Mstahiki Meya pamoja na waheshimiwa madiwani, hizi kazi nzuri ambazo leo mnazizungumza, mnazijadili, mnatamani kuona maendeleo yatapatikana kama kutakuwa na mahusiano mazuri kati ya viongozi wote, kuanzia ngazi ya halmashauri huku mpaka kule kwa mwenyekiti wa kitongoji, kwa maana viongozi lakini pia na watendaji. Ni lazima tufanye kazi kwa kuaminiana, lakini pia kwa kuzingatia maadili, sheria na kanuni za nchi. Zipo kanuni nyingine zinahusu masuala ya serikali za mitaa na mambo kama hayo, na sheria ya nchi na sheria za nchi kwa ujumla. Kwa hiyo maendeleo yatapatikana mtajadili kama mtakuwa na mahusiano mazuri. Mahusiano yaliyopo ni mazuri, na ndio maana tunayazungumzia kwamba haya mahusiano mlionayo ni lazima yaendelezwe ili kazi ziweze kwenda. Na hata ishara ya mahusiano unaiona, Mheshimiwa Mbunge, kutoka kule kuja hapa, kwa sababu ukija hapa una amani na viongozi wenzako. Ndio maana pia unaweza kuja kwa haraka kuchukua hapa na kupeleka tena Dodoma kwa wepesi, yale ambayo unaona sasa kwa ngazi ya kule juu unaweza ukatusaidia kuyasukuma. Kwa hiyo tunatamani kuona mahusiano mazuri yanaendelea. Hatufanyi kazi kama malaika, changamoto zipo. Hakuna aliye mkamilifu kwa 100%. Japo hatuwezi kuruhusu madhaifu yakawa mengi kwenye taasisi kiasi cha kutaka kurudisha taasisi, hapana. Ila lazima tuvumiliane, lazima tustahimiliane ili tuweze kufanya kazi hizi ziende vizuri. Kwa hiyo hata waheshimiwa huko mtakapokuwa mna watendaji na viongozi wenzenu mnaofanya nao kazi, ni vizuri mkastahimiliana, mkavumiliana ili kazi na maendeleo yaweze kupatikana kati ya viongozi na watendaji. Mahusiano mazuri pia kati ya viongozi na wananchi wetu, makundi mbalimbali yako huko kwenye jamii. Kwa hiyo kuna wajibu wa kuhakikisha mahusiano yanakuwa mazuri. Mahusiano mazuri ni msingi wa kila kitu, hata amani tulionayo. Tunakuwa na amani, tunakuwa na utulivu kwa sababu pia ya mahusiano. Kwa hiyo Mheshimiwa Mstahiki Meya, jambo la kwanza ni hilo la kuendelea kuhakikisha tunakuwa na mahusiano mazuri, viongozi kwa viongozi, viongozi kwa watendaji, watendaji kwa viongozi, viongozi watendaji kwa wananchi na makundi mbalimbali kwenye jamii. Mheshimiwa Mstahiki Meya, hili la nikiacha la mahusiano pia ambalo ukilitizama linabeba msingi wa mambo mengi. Hivi karibuni hapa, siku chache zilizopita, Mheshimiwa Mstahiki Meya na Mheshimiwa Mbunge, tulipata changamoto kidogo ya taharuki ambayo ilisababisha watu wa dunia, wengine walipata hadi mauti mmoja, maana wananchi wetu mmoja, lakini tumeweza kukabiliana nao kwa muda mfupi kwa sababu ya mahusiano mazuri pia ambayo tunayo na makundi mbalimbali. Tunaongea na viongozi wa dini, tunaongea na wazee na makundi mbalimbali. Kwa hiyo changamoto ile imeweza kuondoka kwa haraka. Ni mfano tu nimeuchukulia kuonyesha umuhimu wa kuwa na mahusiano mazuri. Kwa hiyo na kwa sababu hatufanyi kazi kama malaika, basi tuvumiliane, lakini madhaifu yasiwe mengi yakaathiri taasisi. Utakuwa tena ni udhaifu wa halmashauri. Mheshimiwa Mstahiki Meya, jambo la pili, sasa hivi tunaenda kwenye msimu wa mavuno, watu wameshaanza mavuno. Wananchi wanavuna sasa hivi mashambani mazao mbalimbali. Rai yangu kwenu, tusaidiane kuwakumbusha wananchi wetu kuweka akiba. Na nitumie pia jukwaa hili kuwataka wananchi wa Mpanda
kuweka akiba ya chakula mpaka msimu unaokuja. Naweza tukavuna msimu ukawa umechangamka, watu wakajua kuna baadaye, tutapata tena baadaye. Mheshimiwa Mstahiki Meya, wilaya ya Mpanda wananchi wetu wameweza kulima vizuri na mavuno yapo. Kwa hiyo hatutaomba msaada wa chakula kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa Mstahiki Meya, lakini mkurugenzi na timu yako mtusaidie kuwakumbusha wananchi wetu waweke akiba ya chakula cha baadaye, wasiuze chote kwa matumaini kwamba kuna kitu kitakuja kutokea baadaye, ama serikali itakapokuwa inatoa msaada wa chakula kwenye maeneo yenye uhitaji, sisi kama Mpanda hatutakuwepo na hatuna sababu yoyote ya kuomba chakula cha msaada. Jambo la pili, Mheshimiwa Mstahiki Meya, nimefurahi pia ulivyotoa maagizo hapa ili swala la TARURA, kwamba TARURA na manispaa, wataalamu wa manispaa mkutane na mweke mpango ukae vizuri wa kile ambacho TARURA wanaenda kukifanya na kile ambacho pengine ni halmashauri ilikuwa inafanya, sasa hivi kinarudi kwa mamlaka ya TARURA. Mkae mkubaliane ili tusitengeneze taharuki kama nilivyosema, Mheshimiwa Mstahiki Meya, kwa wananchi wetu. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.